Hii ni Mtoro TV. Moja kwa moja. Naam, karibu katika ulimwengu wa faida, na leo tulikuwa hapa Masjid Kichangani, msikiti wa Kichangani. Tumetembelewa na Ali Kiba, msanii wa Kitanzania. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Habari yako? Alhamdulillah. Leo Ali Kiba umeingia hapa kwenye darasa kubwa kabisa ambao tulianza pale tangu chungu cha kwanza. Nini unaondoka nacho? Faida gani ambayo unaondoka nayo hapa kutoka katika darasa hili hapa Kichangani? Ukumbusho mkubwa sana tumeupata, na unapokutana na walimu kama hawa lakini vile vile ukipata madini kutoka sehemu tofauti, dawa kutoka sehemu tofauti, ndio inatofautisha kwamba Uislamu elimu yake ni pana sana. Niliyoyapata hapa ni mapya, niliyopata sehemu zingine pia mapya. Kwa hivyo hiyo ndio inanijenga katika misingi ya Kiislamu. Lakini Ali Kiba, tunakuona mara kwa mara katika mambo haya ya kheri. Nini siri yako? Kwa sababu umekuwa tofauti na wale wasanii wengine. Wewe umekuwa tofauti kwenye mambo ya kheri, hasa kwa mwezi huu mtukufu wa Ramadhani tunakuona sehemu nyingi sana. Nini siri yako? Alhamdulillah, ni mwongozo tu wa Allah, kwa sababu si wote wenye kufikiria sawa, sio wote ambao wenye uelewa sawa, sio wote ambao wanakujitambua. Basi namshukuru Mwenyezi Mungu kama amenijalia hilo. Inshallah na wengine pia watiwe wepesi. Sawa, inshallah wengine watiwe wepesi. Lakini shehe wa mkoa, shehe wetu wa Dar es Salaam, kwako ni mtu wa aina gani? Kwa sababu tumemsikia Sheikh Mziwanda hapo akiwa akimwagia sifa tele kwa tele kwamba tusimtupe shehe huyu na tumuombee dua. Wewe kwako amekuwa ni shehe wa aina gani? Amekuwa ni mwalimu haswa kati ya walimu, sheikh kabisa, na elimu yake ni kubwa. Mimi nilibahatika yeye mwenyewe kunitembelea nyumbani. Mashaallah. Nimepata vitu vingi sana. Alikuja mpaka Tabata shehe. Nimepata vitu vingi sana kutoka kwake. Na kama nilivyokuambia mwanzo, elimu zinatofautiana. Unaelewa? Ukitaka kujua kwamba dini yetu kubwa ina mapana, inafundisha maisha kila siku ya kuishi katika misingi ya kidini, sio tu kidini, kiubinadamu ambayo anampendeza Mwenyezi Mungu. Basi mimi nimejifunza vingi sana kupitia Sheikh Walid. Elimu yake ndio imenifanya mimi niendelee kuwepo naye na kuweza kusikiza mengi zaidi, lakini vile vile muungwana, ni mtu wa watu. Na Sheikh alivyozungumza pale kwamba tumepata chuma, tumepata kitu, kwa kweli sisi wana wa Dar es Salaam lazima tujivunie kuwa na Sheikh Walid. Lakini Ali Kiba, la mwisho labda la kumalizia, la kuwekea nukta, wito wako kwa wasanii hasa kwa miezi kama hii, miezi mitukufu kama hii, ni nini? Kwa sababu nyinyi ndio vioo bwana. Siku zote ni za kumcha Mwenyezi Mungu. Siku zote. Na sisi Mwenyezi Mungu alikotuelekeza huko, mimi binafsi siwezi kukwambia ni kitu gani ambacho nimewekea na mkataba na Mwenyezi Mungu, lakini inshallah Mwenyezi Mungu ataniongoza katika njia ya kheri. Ipo siku mimi pia nawaombea wenzangu ifikie wakati basi tujue tuishi kwa kujitambua, kwa sababu dunia hii ni mapito. Nikushukuru sana. Ndio, nilikuwa na Ali Salehe Kiba, msanii wa Bongo Flava, ambaye leo ameamua kuja hapa kwenye darasa kubwa kabisa, msikiti wa Kichangani hapa, maeneo makubwa kabisa. Na leo imekuwa ni siku kubwa, siku ya fursa sana. Kiti cha anayeongoza darasa, kiti cha shehe wetu, shehe wa mkoa, kimekaliwa pia na Shehe Mziwanda, shehe mwingine pia Mziwanda. Kwa hiyo imekuwa ni fursa kubwa sana hapa katika msikiti huu wa Kichangani. Mimi naitwa Kheri Mpinga Shari na hii ni Mtoro TV, ulimwengu wa faida. Shukrani sana. Hii ni Mtoro TV.